Sifu jina lake na ananyoosha njia zako. Bwana asifiwe. Katika Proverbs chapter 3 verse 6 maandiko anasema acknowledge him. Bwana asifiwe. Amen. Proverbs chapter 3 verse 6. In all your ways acknowledge him. In all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. Bwana asifiwe. Ziani saa kusiombe mkwese hata mwana wangai nake akailongalia it will make straight your paths. So katika kila hali we acknowledge him through our praises. In all our ways we acknowledge him as we praise him. So nimekuja kukukumbusha mpendo wa kwamba katika maisha ambayo tunaishi mambo yanaweza kuwa yako jinsi unavyofikiria na jinsi ulivyotarajia, lakini kuna wakati taifa la Yuda na Israeli lilikuwa limedhoofika katika vita. Bwana asifiwe. Na wakati ule wakawa katika shida na katika dhiki, na kila mfalme alikuwa anaingia katika kiti alikuwa anashindwa vita, kwa sababu ulikuwa umefika wakati hilo taifa likadhoofika. Lakini hapa tunaona mfalme mwingine anaitwa Yehoshafati ambaye alikuwa na moyo tofauti na wale wafalme wengine. Bwana asifiwe. Maandiko anasema katika moyo wa Yehoshafati kulionekana hofu ya Mungu, katika moyo wake kulionekana kicho cha Mungu. Na katika kitabu hiki tunaona ya kwamba hapa mstari wa kwanza, after this the Moabites and the Ammonites and with them some of the Meunites came against Jehoshaphat for the battle. Some men came and told Jehoshaphat, a great multitude is coming against you from Edom and beyond the sea, and behold, they are in Azaromata, that is engaged. Verse 3. Then Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. Bwana asifiwe. Amen. Wa Moabu na wa Amoni wakainuka kwa vita ili wakaweza kupigana na wana wa Yuda. Wakati yule mtumishi wa Mungu Yehoshafati alisikia hayo, maandiko anasema aliongopa, lakini katika kuongopa kwake alienda kutafuta mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Alienda kuwa na ushirika na Mungu katika maombi, na akatangaza katika Yuda yote watu wakaweze kufunga na wakaweze kuomba ili wakaweze kuyatafuta mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Bwana asifiwe. Verse 4 inasema ya kwamba and Judah assembled to seek help from the Lord. From all the cities of Judah they came to seek the Lord. Yuda wote wakakusanyika ili wakaweze kupata msaada kutoka kwa Mungu. Na ule msaada waliopokea haukuwa wa bunduki wala risasi. Msaada waliopokea huko katika mstari wa 17. Mstari wa 17. Maandiko anasema, you will not need to fight in this battle. Take your position, stand still and see the victory of the Lord on your behalf. All Judah and Jerusalem, fear not and be not dismayed. Tomorrow go out against them and the Lord will be with you. Bwana asifiwe. Walipofika siku ya vita na walipoongoka na wakaanza kuyatafuta mapenzi na msaada wa Mungu katika zile vita, maandiko anasema na Mungu akanena katikati yao kupitia kwa nabii, akawaambia kwamba katika vita hivi amhitaji kupigana, katika vita hivi amhitaji kwenda kushindana wala kumenyana. Kinachohitajika kwenu ni muweze kusimama katika nafasi zenu, nanyi mtaona wokovu wa Bwana. Haleluya. Msimame katika nafasi, nanyi mtaona msaada wa Mungu. Katika haya maisha, kila mtu kuna nafasi ambayo Mungu amempa. Nafasi yako na yangu ni kuwa kuhani katika haya maisha. Na kuhani kazi yake ni kutoa dhabihu katika madhabahu.
wakati ule wa Old Testament walipokuwa wanaenda kupigana vita, makuhani walikuwa kwanza wanaenda katika madhabahu, wanamtolea Bwana dhabihu na wanauliza Mungu kama wataweza kupata ushindi. Bwana asifiwe. Na kupitia hayo, hiyo strategy hata leo iko hivyo, ya kwamba tunapohitaji kupigana vita, hatuhitaji kuingia katika kung'ang'ana kama watu wa dunia, bali silaha zetu za kiroho. Maandiko anasema ya kwamba our weapons have divine power in the Lord, even to the pulling down of strongholds. Silaha zetu za vita ziko na uwezo katika Bwana hata kuangusha ngome. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya siku ya leo, mpendwa, ujue katika vita tulivyo navyo vya kila siku, sio vita vyote tunahitajika kupigana. Vita vyetu tunahitaji kusimama katika nafasi, nasi tutauona ukombozi wa Mungu. Nafasi ambayo tumepewa, tumeisoma katika Waebrania 13 mstari wa 15 ya kwamba we should be continually over the praises, we should be continually over the sacrifice of praise unto him. Bwana asifiwe. Through Christ Jesus we should offer continually the sacrifice of praise. Bwana asifiwe. Amen. Mstari wa 20 hapo tu, 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Kumbuka tunaongea kuhusu the sacrifice of praise. Na tumeona katika Psalms 22 verse 3 ya kwamba he is holy and he indwells in the praises of his children. Katika 2 Chronicles chapter 20 verse 20, maandiko anasema, and they rose early in the morning and went out in the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and the inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, and you will be established. Believe his prophets, and you will succeed. Verse 21. And he appointed, and when he had taken counsel with the people, he appointed those who were to sing to the Lord, and they praised him in the holy chariot as they went before the army, and they said, give thanks to the Lord, for his steadfast love endures forever. Bwana asifiwe. Wakati Yehoshafati alipomaliza kuongea na watu, akawa anawashauri ya kuambia kwamba mcheni Mungu nanyi mtadhibitika, waaminini manabii wake nanyi mtaweza kufanikiwa. Na katika mstari wa 21 anasema ya kwamba alipomaliza kuwashauri watu, aliwachagua watu watakaomwimbia Mungu na watakaomsifu jina lake wakisema, mshukuruni Bwana, maana fadhili zake ni za milele. Bwana asifiwe. Wakati wowote walipokuwa katika vita, that praise, ili neno la fadhili zako ni za milele, walikuwa wanalitumia sana katika vita vyao, maana ilikuwa ni siri yao ya kushinda vita. Bwana asifiwe. Katika ile vita ulioko, mpendo, asubuhi ya siku ya leo, nataka nikukumbusha kwamba hauhitaji kupigana vita. Unahitaji kusimama katika nafasi yako ambayo ni ya kumtolea Bwana dhabihu zako kila siku. Bwana asifiwe. Naye Mungu ataweza kudhihirika katika maisha yako. Verse 22. Verse 22 maandiko anasema, and when they began to praise, and when they began to sing and praise, the Lord set an ambush against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, and came against Judah, so that they were routed. Bwana asifiwe. Amen. Naomba nisome kwa Kiswahili. Mstari wa 22 maandiko anasema ya kwamba, na walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziano juu ya wana wa Amoni, wana wa Moabu na wa mlima Seiri,
waliokuja juu ya Yuda nao wakapigwa. Bwana asifiwe. Wakati huu immediately tu watu wa Israeli, watu wa Yuda, watu wa Yerusalemu walianza kusifu. Maandiko anasema wakati tu alianza kusifu, ule wakati Mungu alituma confusion katika kambi ya wana wa Moabu, Hamoni na wale wa Mount Seir, wakapigana wao kwa wao. Bwana asifiwe. Wakapigana wao kwa wao, na yule mambeneye Pina na Kutaya woba aya oresya moresi hanama Aminoni na Moabu amake macha Seiri hala mawakiwe kukitana yuta na makoma hata mwana wa Ndai masiwa wasoma buende. Utaona ya kwamba hao kabila wote walikuwa wamekuja kupigana na Yuda. Maandiko anasema walipigana wote wakamalizana wote. Bwana asifiwe. Akambaki mmoja, naye akajindunga mkuki akafa. That is the power of the sacrifice of praise. Bwana asifiwe. Amen. Ukiangalia katika Psalms kuna mahali kungi Daudi alikuwa katika vita. Maandiko anasema ya kwamba hata nikipita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa. Bwana asifiwe. Amen. Sitaogopa kitu, maana pamoja nami. Unapoangalia hayo maneno yote Daudi anaongea, hayakuwa maneno ya kufurahisha, lakini katika hiyo saburi, katika hiyo vita ndio ameipa sifa nyingi kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Psalms 119 verse 164. Psalms 119 verse 164. Psalms 119 verse 164. Maandiko anasema 7 times a day I praise you for your righteous ordinances. Bwana asifiwe. Amen. Mara 7 kwa siku ninakusifu kwa sababu ya shauri zako takatifu, kwa sababu ya amri zako takatifu. Bwana asifiwe. Amen. 7 times a day I praise you. Unaweza omba asubuhi na uombe jioni. Bwana asifiwe. Lakini hakikisha mara yale nyingi kwa siku ni yale umesifu kuliko yale umeomba. Maana nimekwambia kuomba ni kupigana vita, lakini kusifu ni kushinda vita. Bwana asifiwe. Unapoingia katika shida, unaiona ile shida na unaendelea na kuwa katika ile shida, lakini unaposifu moyo wako unainuliwa juu ya zile shida. Bwana asifiwe. So wakati uko katika majaribu, yale majaribu yanazidi kupumzika ndani yake mpaka wakati utasifu. To praise the Lord, to acknowledge him, ni kupitia imani ya kwamba haya ninapitia, ninajua tayari nimeshinda. Bwana asifiwe. Ila wewe nani utaanga wewe auona nyakana already mosinde dinola wewe, lakini ila wewe mbayani wewe nani wewe auona nyakana wende na kukitakao nikana wewe nani usi hata mwana mbai, lakini wataya wewe auona nyakana already wewe akili yako ndio wewe nani usinji ulanga uko nyingi hata mwana mbai. Amen. Walipoingia katika vita, maandiko anasema walikuwa anasema fadhili zako ni za milele. Fadhili zako ni za milele. Tumshukuru Bwana milele kwa sababu fadhili zake ni za. Walikuwa wanasema hivyo wakienda kwa vita. Hawakuwa wanaenda kukutana na nani, hawakuwa wanajua ni nini wanaenda kupigana nacho. Walichojua ni kwamba fadhili za Mungu ni za milele. Hata kama ni nini imekuja katika maisha yako, nataka ujue kuanzia leo na kwamba fadhili zako ni za milele.
Kwa hivyo tumeona Daudi akisema mara 7 kwa siku ninalisifu jina lako. Mara 7 kwa siku ninalisifu jina lako. Psalms chapter 50. Psalms chapter 50 verse 5. Maandiko anasema, gather to me my faithful ones, who made a covenant with me by sacrifice. Bwana asifiwe. Amen. Nikusanyishie watoto wangu walioweka angano nami kupitia dhabihu. Nasi tunaongea kuhusu the sacrifice of praise. So you can make a covenant with the Lord. Hallelujah. You can make a covenant with the Lord through the sacrifice of praise. Ya kwamba Mungu, hata nikiwa katika alingana, nitalisifu jina lako, maana fadhili zako ni za milele. Haya mambo yanaweza kosa kubadilika. Haya mambo yanaweza kosa kuwa jinsi ninapotaka ya kuwa, lakini ninajua ya kwamba fadhili zako ni za milele. Bwana asifiwe. Kwa hiyo asubuhi ya siku ya leo, napoangalia neno linasema, gather to me my faithful ones, ni watu waaminifu ambao hata kama hali ikoje, hao watu wameamua, I will offer my sacrifice of praise continually unto the Lord, which and every morning, no matter what comes my way, I will praise him because his faithfulness endures forever. Bwana asifiwe. Huo mstari wenye tuko verse 23. Psalms chapter 50 verse 23. He who brings thanksgiving as a sacrifice honors me. To him all brothers his way right, I will show the salvation of God. Bwana asifiwe. Maandiko anasema to him who brings the sacrifice of praise to me, he honors me, he glorifies me. Ulota yanga ona ebu nani ebu ya ainde na kukumia isito yake, na Biblia yasa mundu usu nga mwanya utangio wako, nga yasa mundu wa modembosu ula undaya na aindungi ya kubeo na bili hapa nga mwanya utangio wako. Kwa hivyo tunaangalia jinsi watu walivyoshinda vita vyao kupitia kwa sifa. Katika kitabu kile cha Acts chapter 16, Matendo ya Mitume mstari wa 25, Matendo ya Mitume 16 kuanzia mstari wa 15. Maandiko yanasema, but about midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison was shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's fetters were unfastened. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko anasema usiku katikati, wakati Paulo na Sila walikuwa gerezani, ikafika wakati ambapo walijua ya kwamba kitakachowatoa pale sio serikali, kitakachowatoa pale sio uongozi, kitakachowatoa pale ni ufunuo waliokuwa nao wa kutoa dhabihu ya sifa kila wakati. Bwana asifiwe. Tuliona katika Hebrews 13:15 ya kwamba we should offer to him sacrifice of praise continually. Sio wakati kuna mazuri, continually. Sio wakati tu but continually we should offer the sacrifice of praise. Wakati walikuwa katika gereza, Maandiko anasema usiku katikati, in the midnight. In the midnight ni wakati ambapo wengine wamelala, wengine wamepumzika, na wengine labda wanaendelea na kufurahia. Bwana asifiwe. Lakini katika ule usiku Paulo na Sila wakawa gerezani, wakaanza kuimba
ninakusifu. Katika New Testament kuna mahali kuwili ambako milango ya gereza ilifunguka. Mara ya kwanza ni katika Matendo ya Mitume 12, wakati Petro alikuwa pale gerezani. Maandiko anasema kanisa iliomba bila kukoma, na malaika wa Mungu akaenda akafungua milango na akamfungua Petro mahali alikuwa amefungwa. Na hii nyingine ni Paulo na Sila walipokuwa wanaimba na kumsifu Mungu. Mungu mwenyewe, Bwana asifiwe. Mungu mwenyewe atuambiwe stori ya malaika, tunaambiwa uwezo na nguvu za Mungu ambazo zakaa katika sifa zikafanya milango yote ikafunguka na kila minyororo ikakatika. Na hata yule mwanajeshi alikuwa amewafunga pale, maandiko anasema akaokoka. Unaona katika verse 30 anasema, katika mstari wa 30 maandiko anasema, and they brought them out and they said, men, what must I do to be saved? Bwana asifiwe. Huyo tu prison alikuwa amewafunga, huyo tu askari alikuwa amewafunga. Alipoona nguvu zilizoko katika sifa, ikauliza, je, ninaweza kufanya nini ili niokoke? Bwana asifiwe. There is power in praising even more than preaching. There is power in praising even more than evangelizing. Bwana asifiwe. Katika kutaya mito beyasawidianwanga idhayu witu na utoni wake na there that power can convince anybody to come to God. Bwana asifiwe. Kama huyo jela aliweza kubadilika na akaokoka, hakuna mtu aweze akaokoka tunaposifu Mungu katika maisha yetu. Maana kila wakati kama tutakiri wokovu wa Mungu, tumeangalia katika Proverbs 3:6 tukaona inasema, in know your ways, acknowledge him. Wakati wa mateso, acknowledge him. Wakati wa vita, acknowledge him. Wakati wa majaribu, acknowledge him, and he will make your ways straight. Bwana asifiwe. Hapa hakuna kitu cha kufurahisha tumeona ambacho tungesema ndicho kilifanya Paulo na Sila waweze kumsifu Mungu. Hakuna hoja tunaweza sema hicho ndicho kilifanya wafurahi na wasifu usiku, wengine wakiwa wamelala. Bwana asifiwe. Haiki ndo wanakimoto kwa na chaiki sio kwa sepi nicho cha tumisomewa myo makaina utuku angangi makomete kila cha tumisomeina na maita yangai ni ubano ula maina uo yulua utangia ula wepe katika kutaya hata mwana wangai. Psalms 103. Psalms 103. Kuna nguvu katika kusifu. Tunaposifu wakati mambo ni mazuri, it is good. Lakini tunaposifu wakati mambo ni mabaya, hiyo inaitwa the sacrifice of praise. Bwana asifiwe. Sacrifice of praise. We can make a covenant with the Lord through the sacrifice of praise. Verse Psalms 103 kuanzia mstari wa kwanza. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bwana asifiwe. In other words, praise the Lord, my soul, and all that is in me. Praise the Lord. Verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Bwana asifiwe. There are 5 benefits which should make us praise the Lord in all circumstances. Number 1, God forgives all your iniquity. Hata mwana wangu, hata kama hakuna kitu kingine amefanya, maandiko anasema praise him because he is the one who forgives all my iniquities. No one can forgive my iniquities. He is the only one who can do so. So I praise him all the time. Bwana asifiwe. Number 2,
who heals all your diseases. Jambo la kwanza, he forgives all our iniquities. Jambo la pili, he heals all our diseases. Maandiko yanasema kupitia mapigo ya Yesu Kristo tumepona. Mungu alimtoa mwanawe wa pekee akafa pale msalabani ili mimi na wewe tuweze kuokolewa. Kwa hivyo kwa ufunuo ule tunamsifu yeye usiku na mchana, wakati mambo ni mazuri, wakati mambo ni mabaya, tunamsifu yeye, maana ndiye atusamehaye dhambi zetu zote, maana ndiye atuponyaye magonjwa yote. Number 3, all redeems your life from the pit. Bwana asifiwe. He redeems your life. He redeems my life from the pit. So I praise him in every situation because he is the one who redeems my life from the pit. Number 4, who crowns you with his steadfast love and mercy. Bwana asifiwe. Yeye ndiye anatufunika na kibali chake na upendo wake. That's why we praise him. Bwana asifiwe. Sio kwamba tunafaa zaidi, sio kwamba tunastahili zaidi. Kuna mtu angetamani kuamka leo lakini hajaamka, but because of the love of the Lord which he has covered us with, ametufanya kuamka asubuhi ya leo. Kwa hivyo kwa sababu ya upendo wake na rehema zake tunamsifu yeye. Bwana asifiwe. Then number ya mwisho, verse 5 inasema, "Oh, satisfy you with good as long as you live, so that your youth is renewed like the eagles." Maandiko anasema he satisfies you with good as long as you live. Yeye ndiye anakujazilia, anakupatia vitu vizuri wakati unapoishi, anakupa na anakujaza na vitu vizuri. Bwana asifiwe. So tuko na sababu ya kumsifu Bwana, tuko na sababu ya kumuinua yeye, tuko na sababu ya kumtukuza, maana yeye ndiye anatupenda. Bwana asifiwe. Psalms 105. Psalms 105 verse 1. All give thanks to the Lord. Call on his name. Make known his deeds among the peoples. Bwana asifiwe. Give thanks to the Lord. Call on his name. Praise. Make known his deeds among the peoples. Tusome kwa Kiswahili. Psalms 105 mstari wa kwanza. Psalms 105 verse 1. Taya Yehova, tunge Yehova mulia, Mungu ni musio, Mungu usio wake wewendo, wikala tene na tene. Haleluya, mshukuruni Bwana, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hiyo ndiyo language ambayo wana wa Israeli walikuwa wanaitumia katika vita vyao. Walikuwa wanasema haleluya, mshukuruni Mungu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Bwana asifiwe. Amen. Verse 2. Sing to him and sing to him, sing praises to him, tell of all his wonderful works. Mutayere na wili ni ambadi saku mutayere na wima nithani maunene make kwa muonde acha mwana wangai. Ema nithani maunene make kwa andu onde. Verse 3. Glory in his name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Verse 4. Seek the Lord and his strength. Seek his presence continually. Hallelujah. Seek him and seek his strength. Seek his presence continually. How do we seek the presence of the Lord? By praising him, because he dwells in the presence of his people. Wewe tunatafutanga
uwepo wa Mungu kupitia kumsifu, maana yeye anakaa katika sifa za watoto wake. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Matthew chapter 6 verse 9. Matthew chapter 6 verse 9. Matthew chapter 6 verse 9. Andiko anasema, pray like this: Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Bwana asifiwe. Yesu alipokuwa anafunza wanafunzi jinsi ya kuomba, hakuacha sifa nje ya maombi. Bwana asifiwe. Lakini katika maombi aliyotufunza aliinkludi sifa hapo ndani, maana sifa zinahitajika kila siku katika maisha yetu. Ukiangalia venye amepanga hayo maombi, anasema ya kwamba Our Father who art in heaven. Verse 9 anasema hivi, bali nyinyi saluni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Wakati alikuwa anatufunza kuomba, alianza na kumsifu Mungu, akasema, wewe Baba uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Bwana asifiwe. Na tunapolitukuza jina lake, maandiko anasema ufalme wako ufanye nini? Uje. Na ufalme wa Mungu ukija, mapenzi yake yanatimia katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo ambayo tunahitaji, kuna mambo ambayo tunataka, lakini tunapoanza maombi, hata kulingana na vile Yesu alitufunza, lazima kwanza kumsifu Mungu, ili uwepo wake ambao unadumu katika sifa za wanaye uweze kuwa kwetu na ukaweze kutimiza mapenzi yake kwetu. Bwana asifiwe. So before you pray, it is good to praise him. Before you pray, praise him, exalt his name, liinue jina lake, litukuze jina lake kupitia kwa sifa. Na utakapofanya hivyo, yeye ambaye anadumu katika sifa za watoto wake atakuwa katika hizo sifa, na chochote ambacho akiandamani na mapenzi yake atakibadilisha na atatimiza mapenzi yake katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya siku ya leo, badilisha jinsi ya maombi, badilisha your approach of the Lord. As you approach him, praise him more than you pray to him. Bwana asifiwe. Mutaye mno bewangu boya, ukiya isita yake mno bewangu uboya. Nimo hukwa ndai alikarani wako hata mwana ndai. Yesu atua asa hutula utumi sita kuita hata nitayo isita yake ya taiwa usumbo wake hata yote na usumbo wake weka kuyanisa kwenda kwake walimu wetu hata mwana ndai. Turudi katika hiyo Psalms, tumalizie Psalms. Tulikuwa Psalms 105, ndio Psalms 106. Maandiko anasema, praise the Lord, give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Bwana asifiwe. Mtukuzeni yeye na mumwinue yeye, maana fadhili zake ni za milele. Fadhili zake ni za milele. Psalms 107 verse 1. All give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Verse 2. Let the redeemed of the Lord say so, whom he has redeemed from trouble and gathered in from the lands, from the east and from the west, from north and from south. Bwana asifiwe. Maandiko anasema wale Mungu
aliyewakusanya akawaokoa, akawatoa mashariki, akawatoa magharibi, kaskazini na kusini, akawakusanya. Maandiko anasema na wampe Mungu shukrani, wakalisifu jina lake, maana yeye ni mwema na fadhili zake ni za milele. Bwana asifiwe. Fadhili zake ni za milele. Asubuhi ya siku ya leo, unapoangalia kila mahali Daudi anaongea kuhusu sifa. Kabla hajaanza maombi, anaanza na sifa. Kabla hajaanza kusema haja zake, anaanza na maombi. Psalms 111 verse 1. Praise the Lord. I will give thanks to the Lord with my whole heart, in the company of the upright, in the congregation. Great are the works of the Lord, started by all who have pleasure in them. Bwana asifiwe. Psalms 111 verse 1 mpaka verse 2. Mutayo Yehova gamutungia Yehova mubea na ngoya yakwa yonde zamani ya ala alungalu na umbanoni. Mawaya ma Yehova ni manene, mamanda wane onde ala mende ya wanimo. Mawaya ma Yehova ni manene hata mwana wangu, na mamanda wanala mende ya wanimo. Bwana asifiwe. Kazi zake ni za ajabu, matendo ya Bwana ni makuu, huwa yanafikiriwa sana na wale wanaopendezwa naye. Kwa hivyo asubuhi ya siku ya leo, mpendwa, jua ya kwamba katika kumsifu Mungu kuna baraka. Bwana asifiwe. Psalms 113 verse 1. Praise the Lord. Psalms 113. Praise the Lord. Praise all servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. The Lord is high above all nations, and His glory above the heavens. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema tumsifu Bwana, sisi watumishi wake tumsifu yeye, maana hakuna mwingine aliye kama yeye. Na maandiko yanasema libarikiwe jina la Bwana kutoka sasa hata milele. Sio wakati kuna mazuri, bali kutoka sasa hadi milele. Tumsifu yeye kutoka sasa hadi milele. Na mstari wa 3 nasema from the rising of the sun to the setting of the same. Hallelujah. The name of the Lord is to be glorified. Kutoka isua inyuma na ilubi kudhua aile kutayewa duma kanyekula kukuka katika tuwa mpenya, lakini yosua yauma na ilubi kudhua aile kutaye siku yake hata mwana anga. Katika kusifu kuna nguvu, na katika kusifu kuna kuonyesha imani yako kwa Mungu. Napoangalia katika Wakorintho wa pili, 2 Corinthians chapter 10 verse 3. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Maandiko yanasema, for though we live in the world, we are not carrying on a worldly war. For the weapons of our warfare are not worldly, but have divine power to destroy strongholds. Bwana asifiwe. Hata kama tunakaa katika ulimwengu huu, hatupigani vita kulingana na njia za ulimwengu huu, bali vita vyetu, maandiko yanasema silaha zetu za vita ziko na uwezo katika Bwana hata kuangusha ngome. Bwana asifiwe. Silaha zetu za vita zina uwezo hata kuangusha ngome. Praise is one of the spiritual warfare, of the spiritual weapons of believers. So, kuanzia leo, let us use
as our battle axe. Bwana asifiwe. Tunapoingia katika vita, tumsifu Mungu. Tunapoingia katika hali ngumu, tumsifu Mungu, naye atajionyesha katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapoenda kuomba mchana wa siku ya leo, mwambie Mungu, kuanzia leo nipe ufunuo na unipe ufahamu wa kukusifu. Maana usipomsifu katika ufunuo, itakuwa tu ni kama poem una recite. Bwana asifiwe. Amen. Wataya uteno Bwana udhiano takunena une, lakini waina wina ubwana wataya ndaiwina ubwana. Biblia ya sabe na utoni wa kutilikanga kwa minyororo. Hata mwana wangu kuna minyororo imefunga maisha ya watu. Kuna vitu vinazuia watu. Kuna baraka za watu ambazo Ibilisi amezuia kwa njia moja ama nyingine. Hizo baraka, maandiko anasema blessed be the Lord who has blessed us with all spiritual blessings in the spiritual realm, in the heavenly places. Bwana asifiwe. Ametubariki na baraka zote ziko katika ulimwengu. Na asifiwe. Katika ule we download them through our praises. We download all these blessings as we praise him. Kwa hivyo asubuhi ya siku ya leo, mwambie Mungu, nipe ufunuo wa kukusifu, nipe ufahamu wa kukusifu katika kila hali, nikijua ya kwamba umenifanya kuwa mshindi. Maandiko anasema ya kwamba through Christ we are more than conquerors. Sisi ni zaidi ya washindi. So we don't pray to be conquerors, because we are already conquerors. We praise the Lord so that we can manifest that victory to the world. Kwa hivyo tunapoenda kuomba, mwambie Mungu ya kwamba nahitaji ufunuo katika sifa zangu. Kwa maisha yangu yamekuwa ni ya kupigana vita kila siku. To pray. Prayer is a spiritual warfare, but praising is a spiritual victory. Kubaya ni kukitakao, lakini kutaya ni kusinda. Mungu already wenda na kutaya imaanisha goya hakuna dhayo wako sige nani ulawe goya haku na dhayo wako sige bala bengali ulawe na kanya mbewabi ulawe na uo hata mwana anga. Kwa hivyo mwambie Mungu akupe ufahamu wa kumsifu katika kila hali na katika kila jambo. Mwambie akupe ufahamu wa kumsifu, ufunuo wa kumsifu. Psalms chapter 150. Psalms chapter 150 kuanzia mstari wa kwanza is the last book in Psalms. Psalms 150 verse 1. Praise the Lord. Praise the Lord in his sanctuary. Praise him in his mighty firmament. Praise him for his mighty deeds. Praise him according to his exceeding greatness. Bwana asifiwe. Mstari wa 6 unasema ya kwamba let everything that breathes praise the Lord. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Kila chombe tuna medhumo nike mutaye Yehova, nike mutaye mwenye hata mwana wanga. Saloni ya siwe baya na wena medhumo no eleko mutaye ngai hata mwana wanga. No eleko mutaye ngai. Psalms 146 ya praise the Lord verse 1. Praise the Lord, oh my soul. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my soul while I am free. Bwana asifiwe. Ngamutaya ngai nani ba. Ngamutaya ngai nani nafanya. Buketele. Mambo Biblia ya Sauli painda ya sanga. Sauli painda ndo mato nyomo taya ngai. Ndiye alatu dai, ndiye tumotaya hata mwana ngai. Tumia kanyo wako umumi sangai ndeko nze ya utaya. Tumia kanyo wako bindalawe dai. Ulawe nafinya. Tumia kanyo wako umotaya ngai. Mambo newe mwenye vinya manuwa mwenye otoa. Mstari waka 5 Psalms 146 verse 5 he has said, happy is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God. Verse 6, who made the heaven and the earth,
the sea and all that is in them, who keeps faith forever, who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry. Hata mwana wa Ngai. Biblia yasati utani ni kwa ula utende wake wende ni wa Ngai wa Yakobo. Happy is the one who hopes in the Lord. Na huyo mtu anatumainia Mungu ambaye alizifanya nchi na mbingu na vyote vijazavyo. Nchi na mbingu na vyote vijazavyo ambavyo vyakaa milele. Na mstari wa 6 inasema, mstari wa 6 kusoma kwa Kiswahili, Psalms 146 verse 6. Aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo, uishika kweli milele. Bwana asifiwe. Mungu huwa anashika kweli milele. Kwa mfano, wakati wa siasa wanadamu wao wanaingia wanadamu, lakini hao wanadamu ambao huingiwa hawawezi wakashika kweli milele. Maana watashika kweli wakati wanahitaji vitu, na watashika kweli wakati wanahitaji uongozi katika serikali. Wakishapata walichokuwa wanataka, ukweli wao unaondoka. Lakini maandiko anasema kuna Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo, na huyo Mungu huwa anashika kweli milele. Bwana asifiwe. Amen. Mstari wa 7, wafanyia hukumu walioonewa, wapa wenye njaa chakula. Bwana ufungua waliofungwa. Bwana asifiwe. Nga Yesu anenga naye ulungano akanenga me akipando alama kuonewa. Nanga Yesu ainenge alama inanza chawea ata mwana wa Ngai. Nanga Yesu Biblia yasa novasia ala owe. The Lord sets the prisoners free. Tumemwona katika Acts chapter 16 akitoa Paulo na Sila katika minyororo. Kwa hivyo huyo Mungu tunayemsifu ni Mungu anayeweza kuondoa watu katika vifungo. Mstari wa 8, the Lord opens the eyes of the blind. Hili alifungua macho ya Bartimayo. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. Mungu anawainua wale wameinama chini, anawainua, anawasimamisha. Na Mungu anawapenda wale walio na haki. Mstari wa 9, the Lord watches over the sojourners. He upholds the widow and the fatherless, but the way of the wicked he brings to ruin. Nga Yesu no soria ibitwe ai. Biblia yasya we are sojourners in this world. Ibitwe ai ni bayo lo anditu ya biti. Na Biblia yasya ngai no kusoria no kwate ya ndiwa na niwe wethia wa ithe wa alama tena aithe. 147 Psalms 147. Maandiko anasema, praise the Lord, for it is good to sing praises to our God, for he is gracious. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Msifuni Bwana, maana ni vema kumwimbia Mungu wetu. Maana kwapendeza kusifu ni kuzuri. Bwana asifiwe. Kutaya ni kusema. Biblia yasa kusifu ni kuzuri. Kusifu ni kuzuri. Bwana asifiwe. Kwani kuna sababu ya kumsifu. Mstari wa 2, Bwana ndiye aijengaye Yerusalemu, wakusanya waliotawanyika wa Israeli. Bwana asifiwe. Wale tumekusanyika hapa tulikuwa tumetawanyika siku moja. Bwana asifiwe. Katika dhambi tofauti. Mungu akatukusanya na akatujengea Yerusalemu, akatukusanya hapa. Kwa hivyo tuko na sababu ya kumsifu. Haleluya. Kwenye mstari wa 3, uwaponya waliopondeka mioyo na kuziganga jeraha zao. Mungu anaponya wale watu wamevunjika mioyo. Hakuna ndawa ya hapa duniani inaweza kuwaponya.
lakini Mungu huponya hiyo mioyo na huwa anaganga jeraha za hao watu waliovunjika mioyo. Haleluya! Yeye ni Mungu na anatupenda. Mstari wa 6, mstari wa 5 unasema great is our Lord and abundant in the power. His understanding is beyond measure. Then verse 6, the Lord lifts up the downtrodden. He cuts the wicked to the ground. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anawainua wale walio chini, na yeye ndiye anatia nguvu wale walio wadhaifu. Kwa hivyo tuko na sababu ya kumsifu yeye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya siku ya leo tumeona sababu nyingi sana za kumsifu Mungu. Tumeanza na kusema ya kwamba huyu Mungu ametuokoa na anatupenda, na huyo Mungu tunamwimbia sifa kila wakati, maana kupitia kwa Yesu Kristo tumesoma katika Waebrania 13 ya kwamba through Jesus we should offer continually the sacrifices of praise unto him forever unto him. Tumalizie na Samueli wa pili 6, 2 Samuel chapter 6. Basi Daudi akakusanya wateule wa Israeli watu 30,000. Akaondoka Daudi akaenda pamoja na watu wote waliokuwa naye mpaka mahala ya Yuda, ili ulipandisha kutoka huko sanduku la Mungu lililoitwa kwa jina la Bwana wa majeshi akae juu ya makerubi. Verse 3, wakaliweka sanduku la Mungu juu ya ngari jipya, wakalitoa katika nyumba ya Aminadabu iliyoko kilimani. Na Uza na Haio wana wa Aminadabu wakaliendesha lile ngari jipya, wakalitoa katika nyumba ya Aminadabu iliyoko kilimani pamoja na sanduku la Bwana, na huyo Haio akatangulia mbele ya sanduku. Daudi na nyumba yote ya Israeli wakacheza mbele za Bwana kwa nguvu zao zote, kwa nyimbo na kwa vinumbi na kwa vinanda na kwa matari na kwa kayamba na kwa matanzi. Haleluya! Maandiko anasema Daudi na nyumba yote ya Israeli, wakacheza mbele za Bwana kwa nguvu zao zote. Bwana asifiwe. Kwa nguvu zao zote, kwa nyimbo, kwa vinumbi, kwa vinanda, kwa matari, kwa kayamba na kwa matoazi. Hapa maandiko anasema ya kwamba ilifika wakati wakawa wana wa Israeli wanataka kuendea kanisa la Bwana ambalo lilikuwa lina symbolize, lilikuwa linaonyesha the presence of the Lord. Bwana asifiwe. Isanduku yuma alatiti mioyo ya kuite wedya mwangai ibidayo na yaimana ebenwe maimano kitakao makasindwa na makaibeno. Na wakati huu wakawa wameliendea lile sanduku, na Daudi akaongea na watu akawaambia kwamba tunaenda kumsifu Mungu na tunaenda kumwimbia na nguvu zetu zote, na wakawa wanamwimbia Mungu wakiwa wamebeba lile sanduku la agano. Bwana asifiwe. Amen. Mstari wa 6, maandiko anasema hata walipofika kwa runga ya Nakoni, Uza akalinyoshea mkono sanduku la Mungu, akalikamata, kwa maana wale ng'ombe walikungua. Verse 7, ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza, naye Mungu akampiga huko kwa kosa lake, hata akafa pale pale penye sanduku la Mungu. Wakati huu watu walipokuwa wanaimba, kuna mtu anaitwa Uza
yeye hakuwa anaimba, alianza kuangalia lile sanduku la angani. Wakati aliona linataka kuanguka, akajaribu kulishika. Maandiko anasema na hasira ya Mungu ikamjia Uza, akafa pale pale kwa sababu ya kucheza na sanduku la Mungu. Sisi Mungu ametuneemesha, ametufanya kuwa nyumba ya kubebea lile sanduku, ametufanya kuwa makao ya uwepo wake, na kila wakati ile ule uwepo ukaweze kudhihirika katika maisha yetu. We should praise him. Bwana asifiwe. We are the temples of the Holy Spirit and we should praise him all the times in our lives. So kama vile Uza alipata pigo, wengi wa Kristo wanapata pigo siku ya leo, kwa sababu lile sanduku la Mungu ambalo ni Roho Mtakatifu aliyemiminwa ndani yetu tulipookoka, hatutaki kuimba sifa, hatutaki kufanyia kazi ule wokovu wetu kupitia kusifu Mungu na kumtolea dhabihu za sifa kila wakati. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mapigo mengi katika maisha ya wengi ni kwa sababu ya kusifu kama Uza. Hata mwana ungai iangai kumaso au tedi umutai nikanawekani weke kuikala ukunoni taula waina Uza ukuno ula Uza wakuniwe alia kutaya isanduku ya Ngai ikuita. Hata mwana wangai isanduku ya Ngai nio withiano wake na nio ndeto yake na ngoo sifu suo niso ikuita withiano wa Ngai ulia yasa na goka na ngekea utia ni omwandamo na ngandika miao yakwa masengiani mangosio ndeto ya Ngai yandikitwo ngoni situ eba wa Ngai engoni situ withiano wa Ngai wengoni situ lakini kuona ni withiano wesu kwa ndwala mandi ni kusila utayoni umubolo na sila mata yenga mesoboni set mikanda madhawa na alama mobete matangi wa mwana nibasio. Hata mwana wangai kama tunataka kuona muujiza na ishara katika maisha yetu na wale walio karibu nasi, we should praise the Lord more than we pray to him. Bwana asifiwe. Amen. Uboya neko sio, lakini uiboya wedia uyonania kunyibe wa kwako. Hata mwana wangai kuboya neko sio, lakini kuboya wedia kuyonania limitation ila tunayo na undu tukwenda Ngai alikilelezayo mwito, lakini ila tuotaya wedia tuyonania undu Ngai witu nenebete na utonya kuyonania mamboni Yesu. Hata mwana wangai tunaposifu tunaonyesha jinsi Mungu alivyo mwaminifu katika maisha yetu. Maana ukiwa katika shida, unaposifu au angalia shida ulio nayo. Paulo na Sila, maandiko anasema walikuwa wamepigwa wakacharazwa na wakafungwa kwa minyororo, walikuwa katika gereza, walikuwa na sababu zote za kulala na kupumzika kama wale wengine, lakini walijua ya kwamba we should offer the sacrifice of praise unto him continually. Bwana asifiwe. Hata tukiwa hapa kwa gereza, we should offer those praises to him who is able to set the prisoners free, as we have seen in Psalms 147. Hata mwana wangai. Kwa hivyo nataka tusimame mchana wa siku ya leo, naomba tusimame ili tukamwombe Mungu atusaidie na atupe ufunuo na ufahamu wa kumsifu yeye. Wengi wamekosa kusifu, wengi wameomba katika vita, wengi wameomba zaidi, lakini bado hujapata majibu. Nataka mwambie Mungu kuanzia leo, pokea sifa katika maisha yangu. Naweza kosa kuelewa kile kinaendelea, lakini sifa. Naweza kosa kujua ni nini ambacho nitafanya, lakini Bwana ninakupa sifa. Bwana asifiwe. No matter what is around my life, I'm just praising you because you are worthy to be praised. Sifu kwa sababu mambo ni mazuri, na sikusifu kwa sababu nimesikia tukusifu. Ninakusifu maana nastahili sifa na nastahili utukufu. Jinsi nilivyo, miguu niliyo nayo, mikono
niliyo nayo, sauti niliyo nayo, uhai niliyo nayo, nitakupa sifa maadamu nimeshiba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usinyamaze mbele za Bwana, mwambie Mungu mchana wa leo ya kwamba nisaidie na unifunze jinsi ya kukuabudu, nisaidie na uniwezeshe nikanjie na nikafahamu jinsi ya kukusifu hata kama hali zikoje. Bwana, nitakupa sifa, maana katika sifa zako anambemo pale uwepo wako unambemo katika sifa zako, na uwepo wako unapokuja Bwana unatimiza mapenzi yako, unatimiza mapenzi yako katika maisha yetu. Tunaenda kumwambia Bwana apokee sifa mchana wa siku ya leo, na tunapoomba wimbo mwambie Mungu, katika maisha yangu pokea sifa, katika hali zangu pokea sifa, katika familia yangu pokea sifa. Yana ninayopitia Bwana ninaweza kosa kuelewa, lakini Bwana ninasema upokee sifa hata mchana wa leo katika jina kuu la Yesu Kristo. Baba, 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 pokea sifa.